الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. قال الشيخ رحمه الله: الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية، kufuata adabu za Kiislamu. At-ta'addub bil adab al-islamiyya wa minha as-salam, ni katika adabu za Kiislamu as-salam, kutoa salamu, wal bashasha, na bashasha yani tabasamu ya uso, wal aklu bil yamin, na kula kwa mkono wa kulia, washurbu biha, na kunywa kwa mkono huo, watasmiyatu inda libtida, na kusoma bismillah wakati wa kuanza kunywa na kula, walhamdu inda alfaragh, na kusema alhamdulillah wakati wa kumaliza kula au kunywa, walhamdu ba'da alutas, na kusema alhamdulillah baada ya kuchemua, wa tashmitul atisi idha hamida Allah, na kumwombea mwenye kuchemua akisema au akimshukuru Allah. Mwenye kuchemua akisema alhamdulillah, ni sunna kumwombea na kumwambia yarhamuka Allah. Hii ndio tashmitul atis. Wa iyadatul marid, na kumwamkua mgonjwa, wattiba'ul janaizi, na kufuata majeneza, lisalati waddafni, kwa ajili ya kusalia na kuzika, wal adabu shar'iyya inda dukhuli almasjid au almanzil wal khuruji minhuma, na adabu za kisheria wakati wa kuingia msikitini au kuingia nyumbani na kutoka msikitini na nyumbani. Zote hizo zina adabu za kuingia na kutoka. Wa inda safar, na wakati wa kusafari, wa ma'al walidain, na pamoja na wazazi, wal aqaribi, na jamaa, wal jiran, na jirani, wal kibari wasighar, na wakubwa na wadogo, wat tahni'ati bil maulud, pia kumpongeza mtu kwa mtoto aliyepata. Kuna adabu ya Kiislamu ya kumpongeza mtu bil maulud, kwa kupata mtoto, watabriki bizawaj, na kumwombea baraka kwa kuoa, wataziyati fil musab, na kumpa pole mtu aliyepata msiba, wa ghairi dhalika min al adab al islamiyya fi lubsi wal khuli wal intihal, na nyinginezo katika adabu za Kiislamu, katika kuvaa nguo na kuvua, na katika kuvaa viatu. Kuna adabu za Kiislamu pia. Kwa hiyo adabu za Kiislamu katika mambo haya yote. Asharhu, yaqulu الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: الشريعة الإسلامية شريعة الأدب الكامل. شريعة الإسلام ni sheria ya adabu zilizo kamili. جاءت بأكمل الأدب في كل تعاملات المرء. sheria imeleta adabu kamili katika kila miamala ya mtu, kila jambo. fi taamuli ma'al walidain, katika kuamiliana na wazazi, wa fi taamuli ma'al jiran, katika kuamiliana na jirani, wa fil bai'i washira, na katika kuuza na kununua, wa fi taamulatil muallimi ma'a tullabihi, na katika muamala wa mwalimu pamoja na wanafunzi wake, watullabi ma'a muallimihim, na wanafunzi pamoja na walimu wao, wa fil khuruji waddukhuli, na katika kutoka na kuingia, wa rukubi dabba, na kupanda mnyama, wa safar,
na safari, wa fi dukhuli almasjid, na katika adabu za kuingia msikitini, wal khuruji minhu, na kutoka msikitini, wa fi jamii alibadat, na katika ibada zote, ka adabi salah wal haji was-siyam wa ghairi dhalik. يقول والشيخ رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله أشار في هذا المختصر إلى جملة من هذه الآداب مراعيا الاختصار. الشيخ بن باز رحمه الله aliashiria katika mukhtasari huu jumla ya adabu hizo, hali ya kuchunga ikhtisar, kufupisha. قال رحمه الله ومنها السلام، ومنها السلام، من هذه الآداب الإسلامية السلام بإفشائه أي بإظهار السلام، بإفشائه أي بإظهار السلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا أحد يدخل الجنة حتى يكون مؤمنا. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي حتى تكونوا مؤمنين. الكفار لا يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة. إذن لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي حتى تكونوا مؤمنين، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تكونوا مؤمنين حتى تحابوا أي يحب بعضكم بعضا، mpaka mpendane. لا تؤمنوا حتى تحابوا أي حتى يحب بعضكم بعضا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أولا أدلكم على شيء، أولا أفهمكم وأعلمكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أظهروا السلام بينكم. إذا لقيتم أظهروا السلام بينكم، يسلم بعضكم بعضا. هذا من أسباب المحبة، هذا من أسباب المحبة، يحب بعضكم بعضا بإفشاء السلام. إذا لقيت أي مسلم تسلم عليه، هذا من أسباب المحبة بينك وبينه. واضح؟ أفشوا السلام بينكم. يقول الشيخ عبد الرزاق وكم في إفشاء السلام بين المسلمين من الآثار العظيمة والعوائد الحميدة المباركة في دنياهم وأخراهم. يعني هناك آثار عظيمة وهناك عوائد ومنافع حميدة محمودة مباركة في دنياهم وأخراهم إذا كان المسلمون يفشون السلام ويسلم بعضهم بعضا، فهناك آثار عظيمة تعود إليهم، وهناك عوائد منافع حميدة مباركة في دنياهم وأخراهم بسبب ماذا؟ إفشاء السلام. لكن مع الأسف الآن المسلم لا يسلم على أخيه المسلم حتى يعرفه أو حتى يعرف اسمه ويعرف بيته، لكن لا نسلم، لا يسلم بعضهم بعضا. المسلم الآن نحن المسلمين لا يسلم بعضنا بعضا، يسلم إذا عرفه فقط، أما إذا لم يعرفه لا يسلم، وهذا هذا ليس من السنة. السنة إذا عرفت أن هذا مسلم تسلم عليه، إنما المؤمنون إخوة، تسلم أخاك المسلم تعرفه أو لا تعرفه، تعرف اسمه أو لا تعرف اسمه. واضح؟ وبدء السلام سنة لا شك، بدء السلام سنة، لكن الإجابة واجبة، رد السلام واجب.
إذا سلم عليك إنسان يجب عليك أن ترد عليه السلام، لا تسكت. أما البدء وابتداء السلام هذا من السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب إسلامية بإفشاء السلام على من نعرفه أو لا نعرفه من المسلمين. ما دام أن نعرف أن هذا مسلم فنسلم عليه، لا يشترط أن تعرف اسمه أو بيته. فهمتم هذا؟ نعم. قال رحمه الله: والبشاشة من الآداب الإسلامية، والبشاشة بأن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق، بأن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق. Muislamu akutane na ndugu yake Muislamu kwa uso mkunjufu. ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا، لا يحقر المسلم من المعروف شيئا. ما معنى لا يحقر؟ لا يحقر، ايش معنى لا يحقر؟ asidharau. ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا، muislamu asidharau wema, jambo lolote la wema asilidharau. كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، usidharau jambo lolote katika mambo mema, japo kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu pia usidharau jambo hilo. إذا لقيت أخاك المسلم تتبسم تتبسم حتى يرى أنك فرحان بلقائك له. فهمتم؟ ajue kwamba wewe umefurahika kwa ile kukutana naye ndugu yako Muislamu. Lakini wakutana na ndugu yako Muislamu umekunja uso kama simba, umekunja uso kama simba, yule ndugu yako Muislamu atakufahamu vipi? Hakuna mapenzi hapo. Kwa hiyo mtu akikutana na ndugu yake Muislamu anatakiwa awe na uso mkunjufu na muulizane, hali yako, habari gani, habari za nyumbani, vipi hali yako. Huu ndio Uislamu. Lakini kupishana kama magari watu hawasalimiani si Uislamu kwa kweli. Idhan la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Na hii ni katika khuluqun hasan, hii ni katika makarimul akhlaq, ni katika tabia nzuri. Moja katika tabia nzuri ni hii: mtu akikutana na Muislamu mwenzake anakuwa na uso mkunjufu, uso wa bashasha. Ni katika tabia nzuri, na sote tunatakiwa tujipambe kwa tabia nzuri, hasa sisi tulabul ilm. Tujipambe kwa tabia nzuri ili watu wajue kwamba tuna tabia za Kiislamu. قال رحمه الله: والأكل باليمين والشرب باليمين. ni katika akhlaq na adab al-islamiyya, والأكل باليمين والشرب بها. الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى. فهمتم؟ هذه كلها من آداب الأكل والشرب، هذه كلها من آداب الأكل والشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، لا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم. إذن يحرم على المسلم أن يأكل بشماله، ويحرم على المسلم أن يشرب بشماله، يحرم. هذه من الآداب الواجبة في الأكل والشرب، من الآداب الواجبة اللازمة في الأكل والشرب، الأكل باليمين والشرب باليمين. فهمتم؟
والذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال عليه الإثم، عليه الإثم، لأن النبي نهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال. ولكن المسلمين الآن يقلدون الكفار، بعض المسلمين يقلدون الكفار في الأكل والشرب، فيأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، يقلدون من؟ الكفار. الكفار إذا جلسوا في المائدة يأكلون بهذا بالشمال، وبعض المسلمين يقلدونهم، هذا حرام. وترى بعض المسلمين لعله في الوليمة يأكل بالشمال ويضع الماء، يأكل باليمين ويضع خارور الماء بالشمال وهو يأكل باليمين. ما هذا؟ لماذا يشربون بالشمال؟ لماذا؟ ما السبب؟ عندك اليمين، عندك اليد اليمنى تأكل باليمين، فكيف تشرب بالشمال؟ ما هذا؟ تتبع السنة باليمين وتتبع الشيطان بالشمال. ما السبب؟ لماذا؟ أو في البيت بعض الناس في بيوتهم يأكلون باليمين ويشربون بالشمال، والسبب أنه يوسخ الكوب، هذا الكاس يوسخه إذا شرب باليمين wali utaingia katika glasi. Sitaoshwa hiyo glasi, kwani sahani unaokulia sitaoshwa? Au haitaoshwa, itawekwa mpaka kesho utilie chakula? Itaoshwa. Na hii glasi unaochelea kwamba utaichafua itaoshwa pia. Lakini watu wako mbali na sunna, wako mbali na adabu za Kiislamu. Hii ndio sababu tu. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kula kwa mkono wa kushoto na kunywa kwa mkono wa kushoto. Wa akhbara anna ash-shaytana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhbara an-nabiy anna ash-shaytana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ash-shaytan فالذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال يتبع من؟ الشيطان، يتبع الشيطان. والله سبحانه وتعالى يحذر في القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان. من يأكل بشماله أو يشرب بشماله فهو متبع بالشيطان. إذن من آداب الشرعية الواجبة الأكل باليمين والشرب باليمين، وسنة من السنة الواجبة. ويثاب الإنسان على اتباع السنة، يثاب الإنسان على اتباع السنة، ولا لا؟ أي نعم. قال رحمه الله: والتسمية عند الابتداء. والتسمية عند الابتداء من الآداب الإسلامية التسمية عند الابتداء، عند ابتداء الأكل أو الشرب. التسمية ذكر اسم الله عند ابتداء الأكل أو الشرب. والحمد عند الفراغ، والحمد عند الفراغ، يعني قول الحمد لله عند الفراغ من الأكل أو من الشرب. يقول الشيخ عبد الرزاق: من آداب الأكل أن يسمي في أوله. من آداب الأكل أن يسمي في أوله، أي أن يذكر الله، أن يذكر اسم الله في أوله. بسم الله، تسمية أن تقول بسم الله. هناك بسملة وهناك تسمية.
كلمتان مختلفتان، البسملة والتسمية. البسملة قول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسملة. أما التسمية فذكر اسم الله، بسم الله. فهمتم؟ أي نعم. كما في الحديث: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ewe kijana mtaje Allah, kula kwa mkono wako wa kulia na kula sehemu ile inayokufuatia. Hadhi awamir, amri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kullu hadhihi wujub, hadhi kulluha al-adabu al-wajiba fi al-akli wash-shurb. ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. إذن المسلم إذا أراد أن يأكل بسم الله، إذا أراد أن يشرب بسم الله، وأن يحمد الله عز وجل في آخره على ما تفضل به ومن، وأن يحمد أن يشكر الله تعالى في آخر الأكل أو الشرب على ما أنعم به، على ما تفضل به ومن، أي على ما أنعم به من هذا الطعام أو من هذا الشراب، يحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد، adha anamridhia mtu an yakula al-akla fayahmaduhu alaiha, kula halafu akamshukuru Allah ala akli, ala al-akli. Au yashraba sharba, yani kula tonge moja, al-akla ni moja, washarba na tama moja. Au yashraba sharba fayahmaduhu alaiha. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. chakula kikusanya mambo manne, au idha jamaa at-ta'amu arba'a, idha jamaa at-ta'amu arba'an faqad kamul. Chakula kikusanya mambo manne, chakula kicho kimekamilika. idha dhukira ismullahi fi awwalihi wa humida Allahu fi akhirih wa kathurat alayhi al-aidi wa kana min hillin au min hallin. idha jamaa at-ta'amu arba'an faqad kamul, chakula kikusanya mambo haya manne, chakula hicho kimekamilika. idha dhukira ismullahi fi awwalihi, likitajwa jina la Allah mwanzo wake. wa humida Allahu fi akhirih, akashukuriwa Allah mwisho wake, watu wakasema alhamdulillah. wa kathurat alayhi al-aidi, mikono ikawa mingi kwa chakula kile, watu wakala kwa pamoja. wa kathurat alayhi al-aidi, ikakithiri mikono kwa chakula kile, yani watu wakala kwa pamoja. wa kana min hil, chakula hicho kikawa kinatokana na halali. Nafahamu? Kamul, chakula hicho kimekamilika mambo manne. dhukira ismullahi fi awwalihi wa humida Allahu fi akhirih wa kathurat alayhi al-aidi. wazi. wa kana min hilli, kikawa chakula kile ni cha halali, sio cha haramu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: ya junaha alaykum an ta'kulu jami'an au ashtata. Si vibaya kwenu kula kwa pamoja au mbalimbali, sio vibaya, lakini kula kwa pamoja kuna baraka. Kula kwa pamoja kuna baraka. watu watatu, wanne, watano, 10 kula sinia moja. Naam. Qala rahimahullah: walhamdu ba'da al-utas, walhamdu ba'da al-utas, na kusema alhamdulillah baada al-utas, baada ya kuchemua, ni katika adabu islamia. alhamdu ba'da al-utas.
wa tashmitul atisi idha hamida Allah, na kumwombea mwenye kuchemua akisema alhamdulillah. فعن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. Allah anapenda kuchemua, yani watu kuchemua, sio yeye kwamba achemua, la, Allah anapenda mtu kuchemua. Wayakrahu tathaub, na anachukia ile kwenda myayo. Wazi. Fa idha atasa fahamida Allah fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Fa idha atasa almuslim, akichemua, fahamida Allah, akamshukuru Allah na kusema alhamdulillah, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, ni haki juu ya kila muislamu aliyemsikia amwombee dua na kumwambia vipi? Yarhamukallah, lakini bisharti idha hamida Allah, kwa sharti yeye akisema alhamdulillah. Ama akichemua akinyamaza haambiwi yarhamukallah. Nafahamu? Akichemua alafu akinyamaza haambiwi yarhamukallah. Watu wanapiga kimya kama yeye alivyopiga kimya. Yeye sikanyamaza na watu wanamnyamazia. Lakini pia anatakiwa apewe nasaha mtu huyo, kama ni Muislamu apewe nasaha, aambiwe, pengine hajui au kaghafilika, aambiwe. Kuna mmoja alipiga chafya katika wakati wa Mtume, kama assalamu alaikum wa rahmatullah. Mtume akamwambia wa alayka wa ala ubbika salam. Ni mahali pa assalamu alaikum hapo au pale pa alhamdulillah? Naam. Mmoja alipiga chafya akanyamaza. Mmoja akamwambia madha yaqulu almuslimu idha atasa, akamuuliza Muislamu anasema nini akichemua? Yule akajibu asema alhamdulillah. Akamwambia yarhamukallah. Sasa mbona ukusema wewe? Kumbe wajua kwamba Muislamu akichemua asema alhamdulillah, mbona ulinyamaza? Unaona? Kwa hiyo mtu pengine mara nyingine aghafilika, achemua alafu anyamaza kimya. Kwa hiyo anatakiwa akumbushwe ili aombewe dua ya yarhamukallah. Idhan fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Ni katika wajibu, ni katika mambo ya wajibu. Mtu akisema alhamdulillah ni wajibu kwa wanaomsikia waambie yarhamukallah. Wa amma at-tathaubu fa inna ma huwa minash shaitan. Wa amma at-tathaubu fa inna ma huwa minash shaitan falyaruddahu mastata, aizuie ile tathaubu kiasi anachoweza. Mtu ikija ile miayo ile inatokana na shaitan, kwa hiyo mtu anatakiwa azuie, falyaruddahu mastata, aizuie kiasi anachoweza. Kama hadithi nyingine Mtume anasema idha tathaaba ahadukum fi salah falyaktum mastata, azuie kiasi anachoweza ndani ya sala. Kuna watu katika swala, hasa siku hizi za baridi alfajiri, sala za asubuhi, mara kwa mara ndani ya sala, bali wengine si kufunua mdomo tu peke yake, wanazidisha na sauti. Mtume anasema fa idha qalaha dhahika minhu ash-shaytan, akisema shaitani anamcheka, anafurahika, shaitani amempata. Fahamu? Kwa hiyo mtu asikubali shaitani kumtawala mpaka akafanya hii miayo minash shaitan, at-tathaubu minash shaitan. Wala hakuna kusema kitu. Maana kuna watu wasema, kuna wengine wakisema Allahu akbar. Allahu akbar nini sasa? Wengine a'udhu billah. Yatoka wapi mambo hayo? Hakuna kusema kitu hapo, ni kuzuia isije hiyo miayo. Shaitani ashakutengeneza hapo, ashakutenda shaitani cha watu wanavyosema, alafu wasema Allahu akbar. Allahu akbar nini?
kwa hiyo faliyaruddahu mastata, fa idha qalaha dhahika minhu ash-shaytan, shaytani anamcheka. والحكمة في الحمد عند العطاس، حكمة يكم شكر الله وقت وكتموا أن العاطس كما يقول ابن القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه. kwa nini anatakiwa mshukuru Allah mwenye kuchemua? Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema kwa sababu huyu mwenye kuchemua kad hasala lahu bil'utasi ni'ma, hapo amepata kwa kule kuchemua imempatikania neema na manufaa, bikhuruji al-abkhirati al-muhtaqinati fi dimaghihi, kwa kutoka zile abkhira bukhar zilizokuwa zimeshika katika ubongo wake zinatoka, allati law baqiyat fihi ahdathat lahu adwaa athira, lau zingebakia bukhari hizo abkhira hizo zingezusha maradhi mazito. kwa hiyo mtu akichemua, ndio maana anatakiwa asema alhamdulillah, Allah amemuondoshea hizo abkhira zilizoko katika ubongo wake. Na utaona mtu ukichemua unapata nashati, unapata nashati nzima baada ya kuchemua. kwa unasema alhamdulillah, kumshukuru Allah kwa kutoa hivyo vitu ambavyo viko katika ubongo. ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها, pamoja na kubakia viungo vyake juu ya kushikana kwake na sifa yake ile ile, baada hadhihi zalzala allati hasalat lilbadan, baada ya mtingishiko huu uliopatikana katika mwili. Sababu mwili mzima unatingishika mtu akichemua, mwili mzima unatingishika. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. يقول الشيخ عبد الرزاق: فانظر أخي المسلم رعاك الله إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس. Angalia ndugu yangu Muislamu, raaka Allah, kwenye uzuri huu na ukamilifu huu ambao sheria ya Kiislamu unailingania au unaulingania uzuri huo wakati wa kuchemua. Hamdun wa thanaun wa tarahumun wa dua, kumshukuru Allah, kumsifu Allah, tarahum kurehemiana, dua. Al-atis yahmadullah wa man yasma'uhu yad'u lahu birrahma, mwenye kuchemua anamhimidi Allah, anamsifu Allah, na anayemsikia anamuombea rahma, yarhamukallah. Thumma huwa yubadilu ad-du'a bid-du'a, kisha yeye naye anabadili dua kwa dua. Fayaqulu liman shammatahu bilhidayah wa salahil hal, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Huyo anayechemua anamjibu yule aliyemwambia yarhamukallah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Fahadha huwa hamdun wa thanaun wa tarahumun wa dua. Yote yanapatikana katika hii jambo la kumhimidi Allah na kumrudishia dua yule aliyechemua. Fayad'u liman shammatahu bilhidayah wa salahil hal, anamwombea yule ambaye alimwombea kwa kusema yarhamukallah, na yeye naye anamwombea hidayah na kuwa nzuri hali yake. Fama aqwaha min lahma wa ma ajmalahu min tarabutin wa wisal. فما أقواها يعني ما أقوى هذه الشريعة من لحمة وما أجمله من ترابط ووصال. ni nguvu iliyoje ya sheria hii ya kushikanisha watu, na ni uzuri ulioje wa sheria hii ya kuunganisha Waislamu baina yao. Huyu anasema alhamdulillah, huyu anamwambia yarhamukallah, huyu naye anamrudishia yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Haya yote ndiyo tarabut wa wisal baina almuslimin.
قال رحمه الله: أما الجشاء ni kuteuka. Kuteuka haikuja dhikri yoyote, haikuja dhikri yoyote ya kuteuka. Kuteuka maarufu, haikuja dhikri yoyote ya mtu kuteuka kwamba aseme alhamdulillah au subhanallah. La, mtu ateuka basi, wala haitaki kuinua sauti pia kwa kuteuka. Hakuna kuinua sauti kwa kuteuka na kufahamisha watu kwamba umeshiba sana leo asubuhi. Sasa wateuka mpaka watu kule watoto wasikia, watakukimbia kwa sauti yako kuteuka. La, mtu anatakiwa azuie sauti yake wala asiseme chochote, sababu haikuja katika sunna kusema dhikri yoyote katika kuteuka. Qala rahimahullah: wa iyadatul marid, na kumwamkua mgonjwa. Wa huwa haqqun lilmaridi ala ikhwanihi, hii ni moja katika haki za mgonjwa juu ya ndugu zake Waislamu. Ana haki atembelewe mgonjwa na ndugu zake Waislamu. Watastaghilla iyadatuhu watastaghalla iyadatuhu biduai lahu bishifai wal afia, na ichukulie fursa ya kumtembelea kwa kumwombea dua bishifai wal afia, kupona maradhi yake na kupata afya. Wa tasliyatihi bima yuharriku fihi nashata, na kumliwaza yule mgonjwa kwa maneno ambayo yataharikisha uchangamfu wake. Watafaula wa nahwa dhalik, tafaul ni ile kumuonesha yani dua nzuri, kumpa dua nzuri ya maneno mazuri ya kumwombea shifa na yale maradhi, kumpa maneno mazuri ambayo yanaonesha kama dua ya yale maradhi yake, ndiyo tafaul. Na kuna suna nyingine za kwenda kumwamkua mgonjwa, mbali na hii kumwombea dua na kuondoka haraka haraka pale kwa mgonjwa, na hiyo kumuonesha tafaul, hiyo kumuonesha tafaul kwamba kumpa tamaa ya kupata shifa na yale maradhi. Usende kumwamkia mgonjwa ana malaria ukamwambia hii malaria sasa hivi inaua watu sana, jana walikufa 5. Kwa hiyo angalia bwana, pengine ndo mwisho tena. Usimwambie hivyo mgonjwa. Wattiba'ul janaiz, katika adabu za kisheria, wattiba'ul janaiz lis-salati wad-dafni, na kufuatisha majeneza kwa kuswaliwa na kuzikwa. Wa huwa haqqun min huquqil muslimi ala ikhwanihi, hii pia ni moja katika haki za Muislamu kwa ndugu zake. Anawajibika kutembelewa akiwa mgonjwa, akifariki aswaliwe, watu wamswalie Waislamu wenzake, wafuatishe jeneza lake kwa kumswalia na mpaka kumzika. Waqad rutiba alayhi ujurun adhima, zimepangwa juu ya jambo hili yani thawabu kubwa. Qala sallallahu alayhi wasallam: man shahida aljanazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man shahida hatta yusalla, man shahida aljanazata hatta yusalliya, mwenye kuhudhuria jeneza mpaka akalisalia, falahu qirat, ana qirati moja. Wa man shahida hatta tudfana, na mwenye kuhudhuria mpaka likazikwa jeneza lile, kana lahu qiratani, atakuwa na qirati 2. Qila wama alqiratani, qala mithla aljabalaini alazimaiin, akaulizwa Mtume ni zipi hizo qirati 2? Akasema mfano wa majabali mawili makubwa, ndio qirati 2 hizo anazozipata mwenye kumswalia maiti, halafu akenda mpaka akazikwa maiti yupo, kenda mpaka makaburini akazikwa halafu akarudi, ana thawabu hizi ambazo ni kama majabali mawili makubwa. Mmoja katika masahaba aliisikia hadithi hii,
alisikia hadithi hii, man shahida aljanaza hatta yusalli falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfana lahu qiratan. Qila wama alqiratani qala mithla aljabalain alazimai. Kama sikusaini Ibn Umar alisikia hadithi hii, akamuuliza Abu Huraira, hadithi hiyo ni sahihi kweli, umemsikia mtume? Akasema ndiyo. Ibn Umar akamtuma mtu kwa mama Aisha radhiallahu anha kwenda kuuliza, ni kweli kwamba mtume alisema hadithi hii? Akaenda akauliza, msema ni kweli, hadithi hii ni kweli. Alipokuja yule mtuma, Ibn Umar alikuwa na vijio amevishika, akavitupa chini kwa kujuta, akavitupa vile vijio chini kwa kujuta kwamba tumekosa thawabu nyingi za masala haya, za ibada hii za kumswalia maiti na kwenda kumzika, tumekosa thawabu nyingi. Kumbe thawabu ni kama majabali mawili makubwa, tumekosa thawabu nyingi sisi. Na ilikuwa hajui, lakini vivyo hivyo kajuta. Lakini sisi tunaojua pia hatuswalii maiti wala kwenda kuzika. Mtu anaona jeneza limewekwa pale msikitini, akishaswali adhuhuri mbio ana haraka, manake biriani yake isije ikapoa, anaondoka haraka haraka, anaacha thawabu za kumswalia maiti, anaacha thawabu za kwenda kumzika. Ibn Umar alitupa vile vijio chini kwa kujuta, na ilikuwa hajui, ilikuwa hajui. Kwa hiyo ni thawabu nyingi za kumswalia maiti, halafu kufuatisha jeneza mpaka kuzikwa. Hadha albab tawil, وغدا إن شاء الله نستمر في هذه الآداب.